Nyamanoro ni eneo lililopo mkoani Mwanza, wilaya ya Ilemela, kata ya Nyamanoro, likiwa na wakazi 13,748. Kwa mujibu wa habari zisizo rasmi, eneo hili la Nyamanoro hapo zamani lilikuwa ni pori kubwa na lilikuwa likitumiwa sana na wafugaji kama machinjio ya ng'ombe, na watu walikuwa wakisifia kwamba eneo hilo linatoa nyama nono sana, hivyo pakawa maarufu kwa jina la Nyamanoro, yaani nyama nono. Kikanisa, hii ni moja kati ya parokia 69 za Jimbo Kuu Katoliki Mwanza, ikiwa na waamini takriban 4,785 na kaya 535, huku ikifanya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo 40 na mitaa 11. Historia ya parokia ya Nyamanoro inaanzia miaka 27 iliyopita, yaani mwaka 1998, ikiwa moja ya mitaa iliyokuwa chini ya parokia ya Kirumba, Jimbo Kuu Katoliki Mwanza. Verdiana Michael amefanya utume parokiani Nyamanoro tangu ikiwa mtaa, wakati huo akiwa katibu wa mtaa wa Nyamanoro, na ameshiriki kwa kiasi kikubwa kuwezesha mtaa wa Nyamanoro kukua hadi kufikia hatua ya kigango. Na muasisi wa wazo hilo alikuwa mwenyekiti wetu ambaye Mungu amemchukua mbele za haki, Mwalimu Mabula. Tukishirikiana na kamati yake tendaji tukapata mawazo ya kuanzisha kigango. Kwa hiyo tulitafuta eneo, tulipata maeneo mbalimbali lakini hayakukidhi vigezo. Ndipo tulipopata eneo hili tulilopo sasa hivi na Mlimani huku, ambalo tulinunua kutoka kwa aliyekuwa mmiliki wake Sheikh Zongolo. Alikubali kutuzeni eneo kwa shilingi 700,000. Kwa hiyo baada ya makubaliano hayo tulishirikisha uongozi wa parokia, ambapo alikuwa paroko wakati huo Faranatayo Bujiro. Tukamshirikisha hilo wazo, akaliunga mkono, na yeye akaona kweli kuna hitaji la kuwa na parokia eneo kigango na hatimaye parokia katika eneo hilo. Kwa hiyo paroko yule alitupeleka kwenye halmashauri wa lei kwamba watukopeshe kwa kiasi hicho cha pesa kwa ajili ya ununuzi wa eneo hili. Halmashauri wa lei ya wakati huo nafikiri inaongozwa na mwenyekiti wake alikuwa ni Kidu kama sikosei, na mhasibu alikuwa mama yetu Angelina Mabula, alikuwa mhasibu wakati huo. Kwa hiyo wakaagiza kwamba watukopeshe pesa kwa ajili ya ununuzi wa kigango. Halmashauri ilikopesha shilingi 500,000 ya kuanzia. Kwa hiyo tulipewa hela na halmashauri ya lei 500,000 kwa kwamba ni mkopo tutazirudisha. Tukapewa 500,000 hizo, na ndio tukafanya makubaliano na manunuzi yakafanyika, tukanunua hilo eneo kutoka kwa hiyo ndugu Shikizongoro. Pesa iliyobaki 200,000 ilipatikana kutokana na michango ya jumuiya ambazo zilikuwepo jumuiya kama 7 za mtaa wetu. Kwa hiyo walichangishana waumini. Baada ya kuona tumetanguliza ile 500,000, kwa kweli walifurahi kuona kwamba tumepata eneo. Kwa hiyo wakahamasika, ile 200,000 tukaipata kutoka kwa waumini, tukakamilisha 700,000, tukanunua hilo eneo. Kuanzishwa kwa mradi huu wa ujenzi wa kanisa la kigango cha Nyamanoro ilikuwa ni faida kwa wengi kwa kugusa sehemu ya maisha yao, kuleta mabadiliko chanya na kuacha alama ya kudumu kwa kizazi hata cha baadaye, kwa maana ya kuwasababishia wakazi wa maeneo hayo maeneo yao kupimwa na serikali, wakati serikali nayo ikifaidika kwa upande mwingine, kwani kwa waamini waliokuwa wakilazimika kwenda kusali mbali huko Kirumba, sasa wanakusanyika eneo moja na kukuza maendeleo ya eneo husika. Baada ya kununua eneo, tukaona pia kwamba kuna haja ya kulirasimisha. Kwa hiyo tukawa tunafanya mpango, kwa sababu ni taasisi, sio nyumba ya mtu binafsi. Eneo hili la mlima huu ilikuwa tunaishi yani wanaita nini, makazi ambayo sio rasmi. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna haja ya kufanya liwe rasmi, kwa sababu tunataka kuweka taasisi. Hivyo tukafanya mchakato wa kutafuta namna gani tunaweza kufanya lirasimishwe ile rasmi. Kwa bahati nzuri
kulikuwa kuna mradi mmoja ulikuwa unaitwa CBO. Hao nao walikuja kwamba ni mradi ambao ulianzishwa kwa ajili ya uboreshaji wa mazingira ya maeneo haya. Kwa hiyo wale nao walikuja na mpango wa kupima maeneo kwa kutumia mbinu ya upimaji shirikishi. Hivyo Mungu akawaleta kwetu kwa wakati huo, na sisi tukabidi tushirikishane nao na wakatuingizia huo mpango. Kwa hiyo kanisa likaingia, eneo la kanisa likaingia sasa kubeba huo mpango mzima. Kwa hiyo ikawa ni upimaji wa kanisa na maeneo yanayozunguka kanisa. Kwa hiyo zoezi hilo likaratibiwa vizuri na likafanywa vizuri, mchakato mzuri. Kwa hiyo mnamo mwaka kama 2007 tukafanyia upimaji wa eneo hili na watu wote waliozunguka maeneo. Kwa kweli walipewa maeneo mengi sana, na tunashukuru kwamba ule upimaji ndio ambao ulikuwa sasa upimaji ambao umeendelea mpaka sasa hivi, kwamba maeneo ya sehemu kubwa ya eneo hili yamepimiwa. Ikiwa makazi yetu tunaokaa jirani hapa tumepimiwa kupitia mpango wa kanisa. Kwa hiyo watu walifanya mpango, na baadaye ikawa sasa zoezi linalofuata ni kujenga kanisa tukiwa katika eneo halali. Ujenzi haukuwa rahisi wakati huo. Kiu yetu ya kwanza ilikuwa tuanze kwanza kupata sehemu ya kusalia hapa, maana tuanzishe kigango kabla ya mpango mwingine wa kujenga kwa upana zaidi. Kigango hicho kwanza baada ya kununua eneo tulinunua mwaka 2002. Kwa mwaka 2003 aliyekuwepo askofu wa Jimbo la Mwanza marehemu Askofu hayati Antoni Mayala alikuja kutembelea eneo na akaliridhia kwamba ni eneo linafaa kwa kujenga kigango. Tulifanya ibada hapo, ni kama akalizindua rasmi. Baada ya zoezi hilo akaweka na jiwe la msingi. Kwa hiyo baada ya zoezi hilo tukawa tumetambuliwa rasmi kwamba tuna eneo kwa ajili ya kujenga kigango. Kwa hiyo baada ya hapo tukaanza mchakato. Mchakato wa kwanza tulianza tukajenga banda dogo kwa ajili ya kufanyia ibada hapo. Tukajenga banda lilikuwa dogo sana tu. Tukajenga kwa mawazo yetu ya wakati huo hafifu na nini, lakini tukajitahidi tukajenga banda kadogo tu. Baada ya kujenga banda tukamshirikisha baba paroko wa wakati huo Padre Zakaria Makoye na msaidizi wake Father Amos Nyanda. Tukawashirikisha kwamba tuna lengo, tunaomba tupate huduma ya kama kigango. Wakapokea vizuri na wakaangalia kile ambacho tumekifanya, ila wakatushauri kwamba tulilojenga banda lile ni dogo sana. Kwa hiyo tuongeze kidogo kubwa ili niweze kubeba watu angalau wengi kidogo. Kwa hiyo ile banda tulikuwa tumejenga la mbele, sehemu ya mbele, baadaye tukabidi tuvute tena na nyuma. Tukajenga na lile la nyuma tukakamilisha. Basi Father paroko akamtuma mpeleko wake Father Amos Nyanda aje aangalie ile eneo kama linakidhi kuanzisha ibada kanisa. Father Amos Nyanda alikuja akakagua eneo lile, akatushauri kwamba sasa ili tupime eneo ameliona, ila sasa tuangalie watu, mwitikio, idadi ya watu. Kwa hiyo akatuagiza kwamba tuwaalike Wananyamanoro wote tufanye ibada ya misa takatifu. Ilikuwa siku moja ya Ijumaa moja hivi, kwamba tufanye ibada ya misa takatifu ili kwamba aone kama kuna watu kweli wanaweza kusali, na wakaridhia ile kigango. Kwa kweli tuliwaalika watu, si viongozi wakati huo, tukawahamasisha watu na watu waliitikia wengi mno. Yaani lile banda tulilojenga hata kwa siku hiyo moja tulianza kusali tayari lilikuwa limetema, kama limejaa mpaka nje. Alikuja yeye mwenyewe paroko msaidizi Father Amos Nyanda akaja akaendesha ibada ya misa. Alifurahi sana alikuta wingi wa watu, kwa kweli alipata hamasa kubwa, akasema kumbe kweli mpo. Tulikuwa tunaangalia kama mpo watu, kwa hiyo tunaona kwamba waumini wapo na jitosheleza. Nitaenda kumshawishi paroko awaletee ibada maeneo haya. Na kweli alipeleka ujumbe kwa Father Makoye, wakakubaliana, wakasema sasa ile eneo liwe rasmi kama kigango, na tukaanza kuletoa ibada ya misa Jumapili. Baada ya ile Jumapili iliyofuata ile Ijumaa, Jumapili iliyofuata wakatangaza rasmi kuanzia hapo tukaanza kuna siku 2005 kama siku 2004 hivi. Kwa hiyo tukaanza rasmi kusali ibada ya misa. Na tunaendelea kusali hivi sasa na kuchangishana michango mbalimbali kwa ajili ya maendeleo wa kanisa. Baada ya kuanzia kwenye hilo banda la kwanza, tukasema tunasali ibada ya misa, na kwa kweli tunamshukuru Mungu tulikuwa tunapata ibada ya misa kila Jumapili. Kwa hiyo waumini waliongezeka
jumuiya zikaongezeka, kanisa likaanza kupata nguvu katika eneo. Kwa hiyo tukawa tukiendelea kusaidia kwenye hilo banda tukiwa na mawazo mapana ya kujenga sasa kanisa la kudumu. Ari ya waamini wa Nyamanoro na kukua kwa imani ndivyo vilivyopelekea kuongeza kasi ya upanuzi wa eneo na kupanda kutoka mtaa mpaka kuwa kigango, kama anavyoeleza aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa kigango cha Mtakatifu Yosefu Bakita, ndugu Tarcisius Kabuchi. Na tuliendelea na mipango sasa ya kuandaa utaratibu mzima wa ujenzi wa kigango chetu, na katika utaratibu huo tuliwashirikisha waumini jinsi ya kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa kigango hicho, na waamini bahati nzuri walilipokea kwa sababu walikuwa na nia madhubuti na nzuri ya kutaka kutengeneza kigango chao ili wapate nafasi ya kusali wakiwa huku, kwa sababu ya adha waliokuwa wakiipata tulipokuwa katika parokia ya Kirumba, kuvuka barabara na watoto kuvuka barabara. Kwa hiyo walilipokea kwa uzuri na tulienda vizuri kulingana na mchango wao waliokuwa wakitoa, na tuliendelea vizuri kwa kuwa tulikuwa tunapata misa hapa hapa. Basi waumini walikubali kuingia katika ule mchakato na kuanza ujenzi vizuri, na hatimaye matokeo yaliyokuwa yakiendelea ndivyo paroko na alikuwa akiona kwamba tunafaa sasa kuwa parokia teule. Septemba 19 mwaka 2020, parokia teule ya Mtakatifu Yosefu Bakita ikatajwa rasmi kuwa parokia kamili, ikiwa na jumla ya jumuiya 26 na mitaa 4. Ilitajwa kuwa parokia rasmi, lakini ikiwa na jukumu kubwa la ujenzi wa nyumba ya mapadri. Wakati huo huo, mchakato wa ujenzi wa kanisa ukiendelea. Aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa parokia hiyo, ndugu Talas Furimachele, anasema haikuwa kazi rahisi, kwani alianza jukumu hilo tangu mwaka 2016 ilipotajwa kuwa parokia teule, na kuhakikisha wanasimamia mchakato huo wa ujenzi kwa kuongeza eneo ili kuweza kujenga nyumba ya mapadri. Tulivyotangazwa kuwa parokia teule, tulianza mchakato wa kuongeza eneo la kujenga nyumba ile ya mapadri. Ile eneo lilikuwa sio la kwetu kwenye nyumba ya mapadri. Basi tulitakiwa kutoa fedha kiasi kama milioni 60 hivi kumuondoa yule aliyekuwa anaishi pale. Basi tulikaa, mimi nilikuwa mwenyekiti wakati ule, katibu wangu alikuwa ni anaitwa Mr. Ruago, katibu msaidizi alikuwa Koleta, mhasibu alikuwa Dr. Melu. Kwa hiyo tuliendelea, makamu mwenyekiti alikuwa ni Majwara. Na tuliendelea na katika uongozi, hatimaye tukaweza kulinunua hilo eneo, na tulipata fedha kwa kuchangisha kupitia kwenye jumuiya. Tulikuwa tukipata fedha kidogo, tukikusanya tunaenda kulipa. Bahati nzuri tuliingia makubaliano kisheria, tulikuwa tukienda kuzilipia kwa mwanasheria. Kwa hiyo tukilipa kule, baada ya kumaliza kulipa ndio tukawa tumepewa hiyo eneo na tukaanza mchakato wa ujenzi wa nyumba ya mapadri. Machele pia ni katibu wa kamati ya ujenzi. Kwa sasa anatumia muda wake kanisani kuhakikisha kazi ya ujenzi inaendelea vyema kadiri ya matamanio ya waamini na baba paroko. Mbali na kwamba amestaafu majukumu ya uongozi wa parokia, lakini anawiwa kutoa sadaka ya muda na uwezo wake katika kufanikisha nyumba ya Bwana inakamilika, na anasema anajivuna na kuhamasika kutokana na pia na jinsi waamini wa parokia hiyo wanavyojitoa kwa hali na mali katika kufanikisha ujenzi wa kanisa hilo. Na kuna wengine ambao wanajitoa kwa kiasi chochote anachokuwa nacho. Anatoa kiasi chochote, anaweza kujitoa kwa shilingi 200,000, 300,000, 500,000 na kuendelea. Kwa mfano, wakati hata tunajenga nyumba ile ya mapadri, kuna mtu alitudhamini vifaa vyote vinavyohusiana na plumbing. Vyote tumechukua vyote, tukatengeneza nyumba ikamalizika, tunalipa polepole. Na hata jirani yetu pale alikuwa na nondo, tuliweza kuchukua nondo za zaidi ya milioni 3, lakini tulikuwa tukimlipa polepole kwa sababu hii ni taasisi
inabidi watu tuwe waaminifu, na wakati huo mchakato wote nilikuwa nikusimamia mimi naenda tunachukua, tunalipa, tukimaliza tunalipa, kwa tunaendelea kuaminika katika jamii. Mradi huu ni mkubwa sana kwa parokia hii ya Mtakatifu Joseph Mbakita Nyamanoro, ukiwashirikisha waamini wote wa mitaa na Kigango pasi na kujibakiza, huku tukisadifu maneno ya wahenga kwamba atafutaye hachoki. Na kweli hali hiyo inamfanya paroko wa parokia hii Padre Fabian Ngeleja kupambana usiku na mchana kwa kushirikiana na waamini kuhakikisha malengo yao yanafikiwa. Tukiangalia safari waliotoka hadi walipofikia sasa, ni kama wamekula ng'ombe mzima na sasa wamebakiza mkia. Mkia huu kuumaliza nao si kazi rahisi, bado nguvu kazi kubwa inahitajika, ikiwemo na michango. Lakini safari ya Padre Ngeleja na waamini wa Nyamanoro ilianzia wapi hadi kufikia sasa wanapopambana kumaliza huu mkia wa ng'ombe? Na mwaka 2010 ambaye sasa ni askofu mkuu wa Mwanza Donatus Nkwande, akiwa padre msimamizi wa jimbo, alipofanya ziara yake katika parokia ya Mtakatifu Josefu Mfanyakazi Kirumba, alitembelea eneo hili na alifurahishwa kuona watu wanaendelea vizuri, na aliona idadi kubwa ya watu, na ndipo hapo akawapa neno la kuatia moyo kwamba wajitahidi sana waendeleze eneo hili, na akiwa na mpango kwamba siku moja itakuja kuwa parokia. Akiwa msimamizi hivyo alimchagua padri kwa jina alikuwa anaitwa Padri Beda. Yeye alikuwa mwanafunzi katika chuo cha Bugando Kuhasi, na alikuwa akihudumu katika parokia ya Kirumba, hivyo akamchagua ama kumteua asimamie eneo hili na wasimamie basi awe karibu na waamini wanapoendelea kujiandaa kutengeneza mazingira ya parokia. Padri huyo aliendelea kuatia moyo sana waamini wa eneo hili, na wao waliitikia kweli, kaanza polepole kutengeneza kanisa la miti, basi walifika pia kuwahudumia. Basi padri huyu ambaye baadaye alikuwa askofu wa jimbo la Bunda alipoenda, basi jimbo hili lilikuwa chini ya mwasha baba askofu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, ambaye sasa ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Yeye mwaka 2016 alifanya ziara katika parokia ya Kirumba na hatimaye katika kigango cha Mtakatifu Josephina Bakita hapa Nyamanoro, na alifurahishwa kuona uchangamfu wa watu na jinsi wanavyoendelea kufanya kazi vizuri. Basi alipandisha hadhi kigango hicho kutoka kwa parokia teule kutoka kwa kigango na kuwa parokia teule mwaka 2016. Ndipo hapo sasa wakaanza kazi ya maendeleo na kujenga. Nami kwa huruma ya Mungu mwaka 2019 nilitumwa kufanya utume katika parokia ya Kirumba kama paroko msaidizi, nikisaidiana na Padri Francis Mtema ambaye ni paroko mpaka sasa wa Kirumba. Basi tuliendelea kukihudumia kigango hiki na kukiandaa kuwa parokia. Hatimaye tulianza kwa kushirikiana nao ujenzi wa nyumba ya mapadri, na bahati nzuri baba paroko aliniteua mimi kusimamia maendeleo ya parokia iteule, na akanikabidhi kwamba niweze kushiriki na waamini katika hatua zote za ujenzi. Basi ujenzi wa nyumba ya mapadri ulianza na hatimaye wakamaliza upande wa kuezeka. Basi mwaka 2020 tarehe 19 mwezi wa 9, mwasha baba askofu mkuu alifika parokia Kirumba kwa ajili ya kutoa daraja takatifu ya upadri kwa mashemasi wawili waliokuwa wenyeji au wazaliwa wa parokia ya Kirumba, na sasa ni mapadri John Manoko ambaye sasa ni paroko wa parokia ya Nyaburogoya, na David Kapela ni padri paroko msaidizi wa parokia huko Misungwi. Hawa walikuwa ndio walipewa daraja siku hiyo ya tarehe 19 mwezi wa 9 2020. Hapo basi kwa neema za Mungu mwasha baba askofu mkuu Donatus Nkwande akawa
ameipandisha hadhi iliyokuwa parokia teule ya Mtakatifu Yosefina Bakita kuwa parokia kamili, na hapo teule kuwa paroko wa kwanza kwa hii parokia. Kwa kweli ilikuwa shangwe na ndelemo sana kwa waamini waliofika hapo. Na kwa bahati nzuri, baada ya kuwa imeteuliwa kuwa parokia, ukiweka mipaka, parokia inatambuliwa kwa mipaka, na ile mipaka ilivyowekwa ilionyesha wale mashemasi ambao sasa walipadilishwa siku hiyo kwamba wote ni waamini wanaotoka parokia ya Nyamanoro, sasa hiyo ya Mtakatifu Yosefina Bakita. Basi mambo yameshaanza, na mimi sasa ni paroko na kila kitu kimekuwa, na askofu akakabidhi sasa kwamba lazima tuanze safari. Kweli cha ajabu kabisa, wale sasa mapadi wapya walipaswa kufanya shukrani, misa zao za shukrani, na jiografia yao inawaruhusu kwamba wao ni wa parokia sasa ya Nyamanoro. Kwa kweli pamoja nao tulianza maisha mapya. Ilikuwa siku ya Jumamosi, na kama Jumatatu na Jumanne ilikuwa misa zao za shukrani. Tulijifunga kibwebwe kweli kweli, tukayakabili majukumu haya tukiwa bado wachanga kabisa. Wote wawili kwa siku 2-3 hivi tuweze kuandaa misa zao za shukrani, wakazifanya katika parokia hii mpya kabisa. Na mimi tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2020 nilianza safari ya kuja kufanya makazi hapa katika eneo hili la parokia mpya, na nilisindikizwa. Kwa kweli basi ilikuwa furaha, lakini furaha iliyojaa pia uchungu, kwa sababu tunakuja kuanza maisha magumu mapya kabisa, nikiwa na jukumu bado la kuandaa misa za shukrani za hawa mapadri wapya, lakini vile vile mimi kuanza maisha. Hali ilikuwaje katika eneo hili? Kwa kweli tulikuwa na nyumba ya mapadri ambayo ilikuwa katika hatua tu za kupaua, na sehemu kidogo ilikuwa imepigwa ripu. Kwa hiyo hatakuwa na furniture yote ile, manake ifika hapa hatakuwa hata na viti mle kwenye hii nyumba ya mapadri. Yaani tulikuwa tuje tuanze upya kabisa. Sasa kwa vile nimeanza maisha hapa, ilibidi sasa kufika na kujipanga. Kweli tulipata mahali tukapata hela kidogo tulio sali siku hiyo, kwa sababu parokia ilitangazwa ikiwa Jumamosi, alafu Jumapili ikawa misa. Hizo sadaka tulizopata za kwanza kabisa ndizo tulianza nazo safari za maisha. Tukapata hela kidogo, tukanunua makochi wala kuanzia kwa ajili ya ugeni uliokuwa unakuja hapa kwa ajili ya misa za shukrani za hao mapadri wapya. Ndivyo tulivyoanza safari. Kwa hiyo hapa tulikuta jengo la nyumba ya mapadri, na kulikuwa na kanisa ambalo kwa sasa alionekani ni kanisa la mwanzo kabisa la ikiwa parokia mpya. Na basi kwa hiyo kwa sasa hivi unapoweza kuona muonekano wa parokia yetu, hakuna jengo tulilolikuta yote haya, kwa sababu tuliokuta lilikuwa dhaifu sana, kuanzia vyoo, kuanzia jengo lenyewe la kanisa halipo kabisa. Yote tumeyajenga sasa kwa mwaka tukiwa parokia. Kwa sasa tuna safari ya muda mrefu kidogo, miaka karibu 5. Kwa miaka 5 tunamshukuru Mungu tumeweza kufanikisha ujenzi wa nyumba ya mapadre. Na mwaka 2000 tulifika mwaka 2020, 21, 22 tukaanza safari ya ujenzi wa kanisa. Kanisa lilianza mwanzo kabisa, kwa sababu ilikuwa wameanza msingi, lakini kwa ramani ambayo kwa nyakati za sasa ilikuwa haiwezekani, tulilipanua na tukaanza sasa ujenzi mpaka kwa miaka 3 tuweze kukamilisha boma la jengo hili la parokia, nyumba ya mapadri, yani kanisa la parokia kwa miaka 3, kwa maana 2022, 23, 24 tuweza kukamilisha. 25 mwisho tulikuwa tumejiwekea sasa kupaua, na ndizo kazi sasa zinaendelea kwa huruma ya Mungu. Mapema mwaka 2026 tukakamilisha kabisa kazi ya kupaua kanisa. Hadi tunafika kwanza parokia hii tulikuwa na jumuiya 26 na mitaa 4, na polepole tuliendelea kufanya uchungaji, na nikafanya ziara ya familia, nikatembelea familia karibu 500 hivi. Lakini ilikuwa na changamoto ya jiografia eneo hili, ilikuwa inatisha. Chini kabisa uliona waumini wengi hawaji kusali kwa sababu ya jiografia eneo. Ndipo hapo nikalazimu sasa kutafuta maeneo ya kilima hewa, tukajenga kigango kuwasaidia waumini waweze kushiriki. Tukatembelea kigango cha Mtakatifu Thomas wa Aquino ambacho Padre Fabian Kileja
anaelezea maajabu makubwa ya kigango hicho, kuanzia upatikanaji wa eneo lake na majitoleo ya waamini wake. Niliona mawe hivyo, mimi binafsi nilivyoona mawe nikaona hii ndio fursa ya kujenga kanisa zuri hapa, na nikajua tu kama mawe haya nitayatumia pia kutafuta usawa au uwiano wa eneo kwa kutumia mawe hayo. Na kweli kazi ya kupiga mawe ilianza na hatimaye tukaweza kujenga kigango hiki cha Mtakatifu Thomas wa Aquino. Ili eneo tulilopo kwa kweli tulipojenga kanisa ndipo eneo la kanisa linapoishia. Nyumba zilizoko hizi ni nyumba za mwenyeji wetu aliyetupa eneo hili. Lakini kwa jicho langu niliona uhitaji ulioko hapa, kwa sababu ni eneo la milima, idadi ya watu ni wengi na ni milima sana na mawe makubwa kiasi kwamba ukiangalia maeneo ya kule juu hapa pana unafuu sana. Na eneo hili lipo chini kiasi kwamba muumini wa hapa kutoka hapa kwenda kusali kule parokiani ni mbali sana. Lakini hata akiamua kwenda parokia jirani, kwa mfano Kiloleli ni parokia jirani, lakini eneo pia ukufika kwake ni kazi, kwa sababu barabara ya kwenda kule ni barabara lipo kama nyoka hivi kiasi kwamba upitishaji magari ni hatari pia kwake. Lakini hata akiamua kwenda Kawekamu pia ni eneo, lakini Kawekamu pia kuna mlima mkubwa, watu wengi hawawezi kufika. Akiamua kwenda Kirumba, pia Kirumba ni mbali, atabidi avuke barabara ambayo pia ni hatarishi. Tumekuwa tukishuhudia sana waamini wengi wanagongwa magari kwa kivuka. Kwa hiyo wakazi wengi wa hapa waliamua kukaa tu. Kwa hiyo tuliokuta watu wamekaa miaka mingi tu hawasali sababu ya eneo hilo. Kwa hiyo ndio niliona uhitaji huo bila hata kuwajalisha kwamba eneo ni kubwa. Nimeanzisha kigango. Kigango ni mwaka sasa wa 4. Kigango hiki kipo, ni kigango chenye faraja. Kigango kina maajabu. Kigango hiki sasa kina jumuiya 11 na mitaa 3. Ni kigango kina waamini ambao ni wakarimu sana. Kigango saa nyingine unaona hiki kigango kina jumuiya 11. Kule kuna parokiani kuna jumuiya kama 26 hivi ama 27. Lakini unakuta saa nyingine hata utoaji wanaweza wakalingana na ile jumuiya zilivyo nyingi. Lakini nilipata historia ya eneo hili ambalo nilikuja kuunganisha baadaye. Eneo hili mbele kidogo hapa kuna chemchemu ambayo ina maji, mpaka sasa tujui maji yanatoka wapi. Lakini eneo hili, hiyo mwenyeji wa ile eneo alikuwa anatumia nafasi, alikuwa anafugia, ilikuwa zizi, anafuga ng'ombe. Baadaye sasa mamlaka ilivyomueleza kwamba hawawezi kufuga ng'ombe mjini, kabidi azipeleke mbali. Kwa hiyo kumbe yeye alikuwa anafuga ng'ombe hawa. Alipokuwa anafuga ng'ombe hawa, alishangaa kuona chemichemi ya maji ikatokezea pale. Kwa hiyo maji yalikuwa yanasaidia kunywesha ng'ombe wake. Sasa nilikuja baadaye kuona muunganiko wa kigango hiki. Kigango hiki kinaitwa cha Mtakatifu Thomas wa Aquino. Na tabia za Thomas wa Aquino, kwa sababu yake ya ukimya, watu walimuita ng'ombe bubu. Ng'ombe bubu. Na wakashangaa kumwona ng'ombe bubu anatoa mafundisho msingi ya kanisa mazito. Walikuwa wanashangaa, hivi ng'ombe bubu leo ameongea? Sasa leo kuona hiki kigango cha Mtakatifu Thomas wa Aquino ambao kweli ni ng'ombe bubu, tunashuhudia anavyoongea. Kina watu wakarimu, kina watu wenye upendo, yani kama ukiamua kuja leo labda unatamani kupata laki za watu, uje kwenye kigango hiki. Watu wengi tu kimwambia wewe mchango wa laki anaweza kufikisha ukilinganisha na kule parokiani. Kwa mfano ni mmoja tu aliyeweza kuweka dali hapa. Hii dali yani gypsum hii, kuanzia ile kupiga ile bandering bao zile, lakini kuweka gypsum na kupaka hivi ni mtu mmoja alijitolea. Lakini unaona hata hizi feni hizi feni ukiona utaona zina majina imeandika majina. Ni watu, nilikuja siku moja tu nikasema jamani, nataka tuweke feni 12, naomba tujitolee. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5. Isidori Matutu ni mzee mcheshi sana na mkarimu. Ukifika nyumbani kwake hautatamani uondoke haraka. Ana michapo mingi tu ya hapa na pale na kufurahisha. Ndiye aliyetoa eneo lake kwa ajili ya kanisa, eneo
alilokuwa akitumia kwa ajili ya ufugaji. Nani atatoa bure? Sasa mimi naambia naam, sasa kwangu mnatakaje? Naambia basi mniache nile mwenyewe. Lakini anajua yule rafiki yangu aliyeko juu anasema kweli nimempa au sijampa. Asante sana, tuendelee kumuomba Mungu atujalie. Naam, karibuni tu sana siku nyingine. Asante. Asante sana. Miamba yetu ya mawe hapa. Miamba ya mawe. Manoro. Karibuni. Dominika ya Disemba 21, waamini wa parokia Mtakatifu Joseph Nibakita Nyamanoro walidhihirisha ule msemo wa wahenga kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, kwa kukusanya kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 16 kwa ajili ya ununuzi wa mabati ya kuezekea kanisa, kukiwa na ahadi ya zaidi ya shilingi milioni 5, ambapo malengo yalikuwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni 50. Kanisa zuri bila ambayo tunalijenga sisi wenyewe. Unaiona hii kwa tambi. Toka mwaka jana watu walikuja wakamwambia askofu, nataka milioni ngapi tumaliza kanisa lako, kila kitu tuweke. Wako tayari kufanya zote kabisa na viti na mazingira ili amalize ujenzi. Askofu akasema sifanye hivyo. Kanisa ile litajengwa na watu wenye waamini wabatizwe kwa michango yao hiyo. Ili ndio Mungu anaolifanya. Na ndio maana sisi haturuhusiwi hata mtu mmoja ajenge kanisa peke yake. Hapana. Hata kama unaenda kujenga, tulete kwetu, tuzitangaze za kwetu, tulifanye kile kitu kimoja. Hakuna watu kushiriki ujenzi kwa sababu hiyo ndio mchango anayofurahia Mungu. Kanisa zuri ndio jengo kwa michango yake ndiye anayefurahia Mungu. Kwa hiyo hata sisi tunataka tujenge kanisa hili kwa michango yetu ndio duni. Hiyo ile ni dhaifu, lakini kwa Mungu ina thamani, na katika hali hiyo iweze kumpa Mungu sifa na utukufu. Njia za Mungu ni nyingi na hazielezeki. Baada ya adhimisho la sadaka ya misa takatifu, ikaanza harambee ya kutafuta kiasi cha shilingi milioni 50 za ununuzi wa bati, lakini kiasi hicho ni kutoka punguzo kubwa lililotolewa na kampuni ya mabati ya King Lion kutoka kiasi cha shilingi milioni 80 hadi milioni 50, ambapo wawakilishi kutoka kampuni hiyo nao pia wakashiriki harambee. Katika safari ya ujenzi wa nyumba ya Mungu, haikuwa swala la matofali wala saruji pekee, bali mioyo ya waamini walioguswa kuitikia wito. Kila sadaka iliyotolewa haikuwa tu mchango wa kifedha, bali ushuhuda wa imani, upendo na matumaini ya hata kizazi kijacho. Katika misa hii ya harambee, waamini walijitoa kwa hiari, kila mmoja kwa kadiri alivyobarikiwa, wakionyesha kwamba kanisa halijengwi kwa mali, bali kwa umoja na moyo mmoja. Kwa kweli tunaendelea kumshukuru Mungu, lakini kumshangaa kwa ukarimu anaofanya kwetu. Kwa nyakati tofauti tofauti tumeweza kufikiwa na watu ambao hatuwaiti, ila tu wanawiwa kufika. Kwanza kampuni ambayo inatupatia mabati. Kwa sababu ya jiografia eneo letu tunatamani tuliezeke vizuri, na liko katika kilima cha Nyamanoro ambacho ukiwa hapo utaona vizuri jiji la Mwanza vizuri sana. Kwa hiyo hata wao walitamani kwamba waweke alama yao kwa mabati mazuri.
Tumetumia bati zile za chenga chenga ambazo zina thamani kubwa sana, ambazo zina garantia miaka karibu 50 hivi. Yaani tunapaswa ile bati likae pale kwa miaka 50 bila kufanya reaction yoyote. Na kwa kweli ni mabati ya thamani kubwa sana, lakini tumeamua kwamba kanisa hilo tulijenge. Basi wakawa wamesema kwa sababu ni makanisa, wakatutolea punguzo. Punguzo hili litutia moyo sana. Na tukajikuta kwa kiwango cha kawaida wakawa wamepunguza karibu milioni 30 kwa gharama ambazo zilikuwa zinahitajika. Lakini vile vile kuna watu wasio wa parokia yetu kadhaa walifika hapa. Mmoja akasema, bwana, mimi kwa uzuri wa kanisa hili ninaomba nijitolee kujenga sakristia, ambayo ukiona ujenzi wa sakristia kuimaliza na kila kitu kuweka kabati si chini ya milioni 10, lakini ameamua na amejenga, na natamani sana kutukabidhi kabla ya kuanza mwaka mpya. Na tumeona jitihada hizo. Mwanzo nilifikiria labda kwa pengine ni masiala, lakini ona anajenga, na sasa tuko kwenye hatua nzuri ya kuhakikisha kwamba hiyo sakristia inamaliziwa vizuri. Kwa waamini wa parokia ya Nyamanoro, kutoa haikuwa kupoteza, bali kupanda mbegu ya baraka. Na leo tunaona ushuhuda hai wa kujitoa kwao, ukionyesha kwamba pale watu wanapoungana kwa jina la Mwenyezi Mungu, jambo jema haliwezi kukosa kusimama. Lango la mwisho, ninapenda mimi nimshukuru Mungu. Mungu ananitendea makubwa ambayo kwa macho yetu yanatuhangaisha kwamba yanawezekanaje. Mimi hapa ni paroko wa parokia ya Josefina Bakita, lakini pia na hudumu katika parokia ya Teresia Mtoto Yesu Tarazo. Parokia ziko jirani. Mungu ametufanya parokia zote mbili kuwa mapacha wasiotengana, wenye upendo mkubwa na wako tayari kusaidiana katika majukumu. Sasa mchungaji, ukiona hali kama hiyo, ni kitu cha kushangaza na kumshukuru sana Mungu. Amefanya parokia yetu ya parokia utulivu, watu tunaelewana, tunasikilizana, na tunapata pia wahudumu wengi wa kutusaidia. Tunao mapadri wengi wanaofika hapa kwa upendo kutusaidia. Tunao watu wengi wanafika kutusalimia na kututia moyo, lakini pia baraka tunaziona za Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi. Karibu kila kitu tunachokitamani kukifanya Mungu anakifungulia njia. Kwa tumekuwa watu kika mafanikio makubwa, na sisi kwa Mungu tunamwambia asante. Mimi binafsi nasema asante. Kazi yangu hii ambaye amenikabidhi, ninaona kwamba naifanya mwenyewe kabisa kupitia kwenye nafsi yangu, na naifanya inaona kabisa sina mzigo mzito kilinganisha pia na majukumu yaliyopo, lakini najisikia mwepesi sana na nafurahia katika utume nilionao. Ninayo furaha na amani kubwa. Kwa hiyo mimi ninamshukuru Mungu, na washukuru pia waamini wa parokia hii ya Nyamanoro na wote ambao ninafanya nao kazi. Utume huu wananitia moyo sana. Kwa hiyo ninajisikia mwepesi, na mpa Mungu shukrani kubwa kwa upendo na huruma yake kwao. Simulizi ya mradi huu wa ujenzi wa kanisa la Mtakatifu Josephine Bakita Nyamanoro haishii kwenye kuta tunazoziona, bali inaendelea katika mioyo ya wale wote walioguswa kushiriki. Kanisa hili linasimama si kama jengo pekee, bali kama ishara ya imani iliyo hai, umoja usiotikisika na matumaini yasiyozimika. Hapa ndipo ushuhuda unapoendelea kwamba pale watu wanapojitoa kwa upendo na kwa jina la Mwenyezi Mungu, kazi njema haitaacha kuzaa matunda. Huu ni zaidi ya ujenzi wa kanisa, ni ujenzi wa roho, waamini na urithi wa imani utakaodumu kizazi hata kizazi. Kutoka parokia Mtakatifu Josephine Bakita, Jimbo Kuu Katoliki Mwanza, Jodette Dominic, Jode Media.